Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Nimetoka kusema hapa kwamba initiative hii ya nishati safi ya kupikia inaongozwa na yeye mwenyewe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na katika kuhakikisha hili la 80% linafikiwa ameipa kipaumbele kubwa sana ajenda nzima ya nishati safi ya kupikia hadi kufikia kuanzisha idara maalum katika Wizara ya Nishati inayoshughulikia masuala ya clean cooking. Kwa hiyo hii niseme ni commitment kubwa sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba tunafikia asilimia hii. Ndugu washiriki, nishati safi ya kupikia ni ajenda ya kimkakati inayogusa nyanja nyingi za maendeleo. Kama alivyozungumza dokta hapa wakati anafanya wasilisho lake, anasema ni ajenda ya kiafya, ni ajenda ya kimazingira, ni ajenda ya uchumi na ni ajenda ya usawa wa kijinsia vile vile. Kwa hiyo inagusa maeneo mengi sana. Hii inamaanisha kwamba matumizi ya nishati safi ya kupikia ni nyenzo muhimu katika kuboresha afya kwa jamii zetu, kutunza mazingira yanayotuzunguka, kuchochea ukuaji wa uchumi na kukuza usawa wa kijinsia katika familia na taifa kwa ujumla. Mwisho, napenda kusisitiza na kutoa maelekezo hususi kwa taasisi zote za serikali, mamlaka za serikali za mtaa na sekta binafsi na wadau wa maendeleo kuongeza kasi ya utekelezaji wa mpango wa kuhamasisha na kuwezesha matumizi ya nishati safi ya kupikia hapa nchini. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mawazo ulionayo ya kutoza levy mkaa huu unaosababishwa na ukataji wa miti ambao unaharibu mazingira na kadhalika, wazo zuri tunaweza mkali-explore kupitia halmashauri zenu na kuweka kwenye bylaws zenu ili kuweza kuzuia, kwa sababu kadri siku zinapokwenda ndio inatengeneza ajira milioni 7, lakini je, tutaendelea kukalia kimya? Mwisho wa siku tutakuta misitu yote imeisha. Hili makongamano mbalimbali yamefanyika na kutoa fursa ya kujadili masuala muhimu kama usimamizi wa rasilimali misitu, uhifadhi wa vyanzo vya maji, uwekezaji kwenye bustani za kijani inaitwa green plugs, uchumi wa bluu, biashara ya carbon, sambamba na usimamizi endelevu wa mazingira kwa ujumla. Taasisi imekuwa ikifanya utafiti mbalimbali. Baadhi ya tafiti zilizofanya ni kama mabadiliko ya tabia nchi, uchumi wa bluu, biashara ya carbon, uvunaji wa maji ya mvua hususani kwa Zanzibar, ukuaji wa majiji unaozingatia mazingira sustainable cities, nishati safi ya kupikia na mengineyo. Taarifa, ripoti na tafiti hizi zinapatikana kwenye tovuti ya Taasisi ya Uongozi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia mwenendo wa sasa wa sera za kimataifa na mabadiliko ya tabia nchi, Tanzania ina nafasi nzuri ya kuunganisha juhudi kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia na kuchangamkia fursa za biashara ya carbon. Kwa mfano, miradi inayolenga kusambaza majiko banifu ya teknolojia nyingine za kupikia zenye ufanisi mkubwa inaweza kupunguza sana kwa kiasi kikubwa matumizi ya kuni na mkaa. Ikiwa mifumo madhubuti ya usimamizi na uthibitishaji itawekwa, miradi hiyo inaweza kustahili kupata mikopo ya kaboni ambayo inaweza kuuzwa katika masoko ya kimataifa na hivyo kuchangia mapato kwa jamii na taifa kwa ujumla. Nishati safi ya kupikia ni ajenda ya kila kaya, ni ajenda ya kila mmoja wetu, lakini muhimu zaidi ni kwamba ajenda ya nishati safi ya kupikia ni ajenda ya mazingira. Lakini kwa muda mrefu swala la nishati safi ya kupikia halikuwa likichukuliwa kama sehemu ya dhana nzima ya maendeleo endelevu. Wengi tukizungumzia maendeleo endelevu tulikuwa tunachukulia yale mambo makubwa, lakini swala la nishati safi ya kupikia tuliliona kama ni sehemu au ni jambo la kijamii zaidi, na sasa takwimu na hamasa inaonyesha picha tofauti.
Kwa mfano, takwimu zinatuonyesha kwamba kutokana na utegemezi wetu wa kuni na mkaa kwa takriban 80% ya Tanzania, kuni na mkaa inachangia 70% ya upotevu wa misitu hapa nchini, na kitakwimu tunapoteza zaidi ya hekta 469 kwa mwaka. Sasa ili uweze kupata picha nzuri zaidi, tukidadavua, maana ni kwamba ni sawa na kwamba tunapoteza eneo la misitu lenye ukubwa wa kiwanja cha mpira kila dakika. Kwa hiyo tunaweza tukajiuliza, je, tangu asubuhi mpaka sasa hivi tumeshapoteza viwanja vingapi vya misitu? Kwa hiyo ni changamoto kubwa, na tunashukuru kwamba wadau wameliona na wanachukua hatua. Jina naitwa Mhandisi Ali Makame Haji kutoka Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar. Kwa hakika katika suala la nishati safi ya kupikia, tunajua kwamba Zanzibar ni miongoni mwa kisiwa ambacho kimezungushwa na bahari, na asilimia kubwa ya watu ambao wanaishi Zanzibar hutumia nishati ya kuni na mkaa katika masuala na kupikia. Kuna juhudi mbalimbali kupitia Wizara ya Maji, Nishati na Madini na serikali kuwasaidia wananchi ili kuweza kutoka katika matumizi ya nishati za jadi na kuja katika matumizi ya nishati safi za kupikia. Tukiangalia katika Wizara ya Maji, Nishati na Madini, katika programu zetu, katika bajeti zetu za kila mwaka, kwa hatua ya sasa tunayofanya ni kuielimisha jamii juu ya masuala ya matumizi ya nishati safi za jamii, kwa sababu tunaamini kwamba iwapo jamii ya Zanzibar ikielimika na ikijua maana halisi ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, itasaidia kwa asilimia kubwa kufikia malengo ya kitaifa. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.